السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada za rehema kipenzi chetu cha umma mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, mada yangu ya leo hii nitaelezea kuhusu uadilifu. Uadilifu, Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an katika kitabu chake kitukufu. Allah sema shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah tabaraka wa taala anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, ameshuhudia Allah tabaraka wa taala kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, wal malaikatu, na malaika wake, wa ulul ilmi, na wenye elimu, qa'iman bil qist, na wenye elimu na wenye kusimamisha uadilifu. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, mwenye nguvu na mwenye hikma. Allah tabaraka wa taala anasema shahida Allah, ameshuhudia Allah kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na malaika wake, malaika wa Allah wameamini hilo kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wa ulul ilmi, na wenye elimu walosoma dini ya Allah kwa umakini, nao wanaamini kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na wenye kusimamisha uadilifu, wenye kusimamisha uadilifu. Ndugu zangu katika imani, wenye kusimamisha uadilifu, tujiulize, uadilifu, maana ya uadilifu ni kufanya suala ama ni kufanya jambo lolote katika haki yake ama mahala pake. Ukiweka jambo mahala pake ama ukamfanyia mtu suala lake ambalo ni nzuri, ukamfanyia wema ama ukatenda haki kwa wote, huo ni uadilifu. Umefanya nini? Uadilifu. Lakini sasa suala liko hapa. Leo kuna baadhi ya watu wanasema sisi tunataka haki, kiongozi au mwadilifu. Ndugu zangu katika imani, tufahamu ama tujue kwamba uadilifu ni suala la msingi sana. Sawa, uadilifu ni suala la msingi, lakini sasa ili nyinyi mupate viongozi waadilifu, lazima kwanza na nyinyi wenyewe kwanza muwe ni waadilifu. Huyu kiongozi ili awe mwadilifu na nyinyi muwe waadilifu. Mkiwa waadilifu katika familia zenu, katika maisha yenu yote, basi mtapata kiongozi ambaye ni mwadilifu, kiongozi adili, kiongozi mwadilifu. Alafu suala liko hapa kwamba huo uadilifu, kwamba sisi tunataka kiongozi mwadilifu, kiongozi mpenda haki. Sikiliza ndugu yangu, haki iko kwa Allah tabaraka wa taala. Haki iko kwa Allah. Haki kama haki iko kwa Allah. So binadamu, mfano rais wetu Mama Samia, yule ni binadamu, anakosea shekhi. Usitaki kila kitu, kila jambo apate. Siseme hivi labda kwa sababu labda shekhi kapewa bahasha huyu. Hapana. Nasema hivi
kama watu ninavyowaona wanavyoongea, lazima niseme ukweli kwa sababu mimi ni dai. Tena wanaosema baadhi yao ni Waislamu vile vile wanaongea maneno hayo. Uadilifu na haki iko kwa Allah. Allah ndio mwadilifu kabisa. Ile Mama Samia ni binadamu, hawezi kufanya uadilifu katika kila kitu. Allah tabaraka wa taala anasema, wama qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatu bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, wama qadarullaha haqqa qadarihi, na hawakumheshimu Allah tabaraka wa ta'ala kwa haki kumheshimu. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، na ardhi Allah tabaraka wa ta'ala ataikusanya siku ya kiyama. والسماوات مطويات بيمينه, na mbingu Allah tabaraka wa ta'ala ataikunja kwa mkono wake wa kulia. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika Allah tabaraka wa ta'ala na yale yote wanayomshirikishia. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa ta'ala anasema, Allah anasemaje? Na hawakumheshimu Allah tabaraka wa ta'ala, hawakumheshimu Allah kwa haki ya kumheshimu. Ndugu zangu katika imani, nitoe mfano mmoja. Sisi leo wa Tanzania, kuna baadhi ya watu wanalalamika kwamba kiongozi sio mwadilifu, kiongozi al-imamu sio adili, sio mwadilifu. Wanalalamika hivyo. Kiongozi wetu, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan sio mwadilifu. Lakini sasa, ili upate kiongozi mwadilifu, kwanza wewe umheshimu Allah. Jiulize, je, wewe unamheshimu Allah? Kuna mtu mmoja hivi, ni mdada hivi, yeye sidhani kama anamheshimu Allah tabaraka wa taala kisawasawa, kwa jinsi kwanza alivyo mtihani. Wallahi, na ni Muislamu. Leo kuna siku, kuna baadhi ya makosa ameyafanya. Sasa kwa kuwa amepelekwa jela, kuna baadhi ya watu basi wanaongea kaonewa sijui nini, lakini angalia mambo anayofanya. Kamheshimu Allah. Huenda mkao mnalalamika kiongozi mwadilifu, nyinyi mnamheshimu Allah. Mambo anayofanya anamheshimu Allah. Utakuta kavaa nguo uchi, mtihani wallahi. Utakuta hata huyo rais mwenyewe anamdharau, anamtaja kwa dharau. Jina lake ni zuri mashallah, Rais Samia, jina lake zuri, lakini mtihani wallahi. Analibadilisha lile jina, analika afu ndo kwanza anacheza. Yani jina kashalibadilisha, kalika kwa njia ya muziki, alafu anacheza, anaona raha mwenyewe, anacheza vizuri, mtihani wallahi. Lakini kuna baadhi ya watu wanalalamika, kaonewa vipi? Angalia naye alichomfanyia. Je, hii ni heshima? Unakuwa hujamheshimu kiongozi wako, vile vile unakuwa hujamheshimu nani? Allah tabaraka wa taala. Lakini yule ni kama mama yako. Laiti kama ingelikuwa ndo mama yako, sasa rafiki yako anamfanyia mama yako kwamba ile jina lake analibadilisha, alafu anafanya kama muziki, kama idhaq, kumdhihaki fulani, ungejisikiaje? Ungeonaje? Mheshimu mama wa mwenzio kama unavyomheshimu mama yako. Ndugu zangu katika imani, tumwombe Allah tabaraka wa taala, tumwombe Allah jalla fil ula, tumwombe Allah subhanahu wa subhana atuepushe na mabalaa. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo tumheshimu Allah. Tukimheshimu Allah, Allah atatupa kiongozi mwadilifu, na huyo kiongozi mwadilifu tumheshimu vile vile. Inshallah ndugu zangu katika imani, tufahamu vile vile na tujue kwamba siku ya kiyama, kama tukimheshimu Allah na kiongozi wetu ama na viongozi wetu, basi tutakuwa ni wenye kutoboa. Au ni wanasema tutakuwa ni wenye kutoboa.
siku ya Kiyama, siku ambayo ni siku nzito. Allah anasema ardhi Allah ataikusanya kwa mkono wake, wasamawati matwiyatu biyaminihi, lakini vile vile na mbingu Allah ataikusanya kwa mkono wake wa kulia. Allah tabaraka wa taala ametakasika na yale yote wanayomshirikishia. Lakini vile vile Allah tabaraka wa taala anaendelea katika aya inayofuata. Allah anasema ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. Na pindi litapulizwa baragumu siku hiyo, siku ya Kiyama, litapulizwa baragumu. Lengo na makusudio wafe, watokwe roho waliomo mbinguni na waliomo ardhi. Fasaiqa man fi samawati wa fil ardh, watokwe na roho waliomo mbinguni na waliomo ardhini. Illa man shaa Allah, illa yule amtakaye Allah. Thumma nufikha fihi ukhra, kisha litapulizwa kwa mara nyingine baada ya wote kufariki. Fa idha hum qiyamun yandhurun, hilo baragumu litakalopulizwa mara ya pili ni kwa lengo la wale waliokufa wote wasimame, waangalie, watazame kinachoendelea. Siku hiyo, siku nzito, baragumu litapulizwa watu wote, na iko ndo Kiyama kizito. Siku ya Kiyama watu wote tutakufa, iko ndo Kiyama kikubwa. Maana kuna Kiyama kikubwa na Kiyama kidogo. Kiyama kidogo ndo hivi vifo vya mmoja mmoja, kafa mzee Shabani, mzee Abdallah, mzee nani, mzee sijui nani. Lakini hii iko ni Kiyama kidogo. Kiyama kikubwa ndio hicho, tutakufa watu wote waliokuwepo duniani, kaburini, na wale waliokuwepo mbinguni huko mbele Allah, nao watakufa. Litapulizwa lingine, likipulizwa ile baragumu watafufuka kuangalia nini kinachotokea. Wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha, siku hiyo ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake. Ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake. Wajia bin nabiyina Allah tabaraka wa taala anasema wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudhi'a al-kitab, ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake na vitaletwa vitabu vya matendo. Wajia bin nabiyina washuhada, na wataletwa manabii na mashahidi. Wa qudhiya bainahum bilhaq, siku hiyo patahukumiwa baina yao kwa haki. Wa hum la yudhlamun, na wala hawatadhulumiwa. Ndugu zangu katika imani, siku hiyo Allah anasema ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake, itang'ara kama dhahabu, itang'ara kama almasi, itang'ara kama lulu. Ardhi kwa Tanzania au ardhi itang'ara kama Tanzanite vile. Kisha vitaletwa vitabu gani? Vya matendo. Kila mmoja atagaiwa, chukua matendo yako, utafunua, utaangalia, mimi mzee Abdallah nilitenda hiki, nilitenda hiki, unaangalia katika zile kurasa. Kisha baada ya hapo wataletwa manabii wa Allah, mitume wa Allah wote, akina Nabii Musa, Nabii Ibrahim, Nabii Nuh, Nabii Adam, akina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataletwa pale. Kisha wataletwa mashahidi. Wakisha siku hiyo itakuwa kama mahakama. Unavyoona mahakamani kuna mashahidi, kuna mhukumu mwenyewe ambaye siku hiyo atakuwa ni Allah. Sasa ndugu zangu katika imani, lakini siku hiyo patahukumiwa baina yao kwa haki, siku hiyo ya Kiyama, haki. Na ndio maana nilitangulia kusema kwamba haki ipo kwa Allah. Huyo rais wetu Mama Samia, yeye kufanya haki ama kufanya haki katika nchi yetu Tanzania anaweza kufanya, lakini sasa sio katika kila jambo, kwa sababu yeye ni mkosefu, ni mwanadamu, anakosea kama wengine. Allah peke yake ndo kamili, amekamilika. Ndugu zangu katika imani, tufahamu ama tujue kwamba Allah tabaraka wa taala ndio atahukumu kwa haki bila kosa lolote. Wa qudhiya bainahum bilhaq,
dhalika hum la yudhlamun, wala hawatadhulumiwa hata kidogo. Siku hiyo wawfiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lam bima yaf'al, kila nafsi italipwa kwa iliyoyatenda. Ulitenda kitu fulani utalipwa. Wa huwa a'lam bima yaf'alun, kwani yeye Allah anajua yale yote mnayoyatenda duniani. Tusangu katika imani, siku hiyo tutalipwa insha Allah. Kwa hiyo tufanyeni khairi, tuwaheshimu viongozi wetu. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.